katika masuala ya elimu, wakati ambapo tayari yule ambaye ni katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok amesisitiza kwamba muhula hautakatizwa kwa namna yoyote ile, licha ya vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa, mioto ambayo imeshuhudiwa katika shule mbalimbali zikiwa tayari zimewatuma wanafunzi shuleni kutokana na changamoto hizo. Lakini wakati ambapo tunaangazia hili, lawama imekuwepo kwa Wizara ya Elimu, pia lawama imekuwepo kwa wazazi kuhusiana na vurugu zote katika masuala ya malezi, na pia yapo masuala ambayo ni fiche yanadaiwa kuwasumbua wanafunzi wakati ambapo wapo shuleni, likiwemo swala la kutumia mihadarati. Ni kitu ambacho kimechangiwa wale ambao ni wanafunzi na pia vikosi vinginevyo ambavyo havipo shuleni kudaiwa kuingilia maslahi na masuala ya shule. Ni kitu ambacho pia ni mojawapo ya sababu kuu ambazo zinatajwa. Lakini pia kuna masuala ya dhulma za kimapenzi, ni kitu pia ambacho kimeonekana kuzungumziwa kwa mno na watu katika mitandao ya kijamii. Lakini wakati ambapo tunaangazia haya, pia tunakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na kurasa zetu zote. Katika studio hizi yupo Peter Amunga ambaye ni mtaalamu wa elimu. Karibu sana studioni. Na pia yupo Daktari Maina wa Gaithuru ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha wazazi katika eneo la Kiambu. Karibu sana. Jambo. Nitaanzia hapo moja kwa moja kwako Gaithuru. Umeona kile ambacho kimekuwa kikitendeka katika taifa hili la mno ambalo limetendeka, na hivi majuzi ni zaidi ya wanafunzi 16 ambao walichomwa katika Utumishi Academy, na licha ya hilo mioto bado, swala la moto shuleni halijakwisha, na wengi wanashangaa shida ipo wapi? Kwanza kabisa ningeanza na kutuma rambirambi zangu kwa wasasi wa Utumishi Academy ambao wako na majonzi, hata tukiwepo pamoja nao, wako na uzito mwingi wa kupoteza mtoto akiwa katika shule. Na tuambie pole sana. Na tungetaka kuona tena jambo kama hilo likitoweka, likifanyika tena. Na nitasema hiyo isikike kama tu ni hadithi, kwa sababu hii mambo ya migogoro shuleni imeanza zaidi, imekuwepo zaidi ya miaka 20 na kurudi na miaka zaidi na karibu. Ukianza hata ukiangalia 2016 peke yake, shule zaidi ya 300 2016 siligoma. Na vile ningetaka kusema, although mimi singesema ningekubaliana nusu na Bitok ya kwamba watoto wasiwe ni wao watakuwa wakisema, kwa sababu utakuta ya kwamba hii mioto huanzwa na watu 2 ama 3 katika shule, si watu wengi. Na Instagram yao kubwa sana ni show. Wataandika kwa show, mmoja ataandika kwa show, going home is a must, mtaa ni lazima. Mtaa ni lazima. Na sasa wataweka utatanishi katika shule, na itasabaa haraka kwa sababu msarani kila mtoto anaenda huko. Kama ni shule ya vijana, wataandika kwa uraino na wataandika na mambo ambayo inaonekana. Vile ningesema ni ya kwamba hapa hakuna lawama tutawekea mtu. Wale watoto tuko nao saa hii, najua kuna wale wasasi wameregea na hao sitaki kuwatetea, lakini wakati tuliopo sasa, mambo ya teknolojia imeingia hawa watoto ili kwamba wakati kidogo tu wakiingia ile kitu tunaita computer lab, watoto wameingia katika mitandao, wameangalia, wameingia katika Instagram, wamejua ni shule gani imegoma na ni kwa sababu gani. Nao wakaitisha haki yao, hata wao waende nyumbani. Na watoto usabasa haraka kama ni wasichana wakitoka shule fulani, watoto wa kiume nao watadai kule kuna girlfriend sao, watataka waende nyumbani. Umesema teknolojia imechangia pakubwa sana. Na wamekuwa mbele yetu, kwa sababu akiingia katika lab ya teknolojia, utakuta ya kwamba wameingia mbele ya mwalimu, wameenda kusoma mambo ya teknolojia, lakini wao wataenda IG inaitwa Instagram, na kidogo tu watakuwa kwenda mbele ya mwalimu, wamejibiana na wale wako nyumbani, na mwalimu hajajua. Tumejua hii juzi, kwa sababu tulikuwa tunajua how do they get the leakage, na kumbe watoto wako mbele yetu. Sasa
hata igawaji wasasi wako na pale kulegea, kuna ulegevu kidogo kutoka na wasasi aina ya millennial ambao sisi tuliwasaa na wasasi millennial nao wamekuwa na ulegevu wa usasi. Kuna disconnect. Kuna disconnect ama absenteeism. Tourism in parenting. Unakuta mzazi hayuko, hana wakati na wasaa wa yule mtoto. Na hiyo can be also a contributing factor. Lakini si kwa wote. Kuna wale wengine kama sisi ni mababu na tuna watoto wetu. Tunaongea na wao, tuko na wakati na wao, tuko na oba na wao, na ndio tungetaka isabaye kwa kila mzazi. Ati wewe ni kuhani wa mtoto wako, wewe ndiye daktari wa mtoto wako, wewe ndiye unaangalia mtoto wako. Na tena niseme kuna kitu kingine ambayo kinataba sana kwa wazazi. Wakati mzazi ameitwa shuleni, utakuta ya kwamba mzazi atasema mtoto wake ni malaika. Mtoto wako hamjui hata kidogo. Nimekuwa katika shule moja ambayo ni ya bweni na sitaji majina hapa. Na unakuta mtoto katika shule iko na wanafunzi zaidi ya 3,000. Mwenyewe ameweza kutoka nje. Na sasa kitu kingine ambayo kinaharibu kabisa ni mitandao. Mitandao inaharibu. Kwa sababu mitandao kutakuwa na watu wako na mdomo kubwa, wanaongea mambo hawajui. Na hiyo mambo ya uongo husambaa haraka. Na wasasi na watoto wako na njia ya kuona. Na kumekwambia wakienda pale kwa computer lab wataona hiyo mambo na watasambaza haraka. Kwa hivyo ningesema sasa hii mambo imekuwa kama ni mtindo. Sasa jinsi ya kumaliza hii mtindo ndio tuulizane itakuwa namna gani? Wese namna gani kusema watoto hata watasema vile wataenda. Kwa sababu kama vile tulikuwa nasema pale nje ya kamera vile katibu mkuu anasema ni ya kwamba watoto hawatasema. Kuna wale watoto na siku ya leo nimekuwa katika shule fulani wanaendelea na masomo yao. Kuna wale wanaendelea tu vizuri na kuna wale wameenda kwa sababu watoto 4 5 walisema wanataka kwenda nyumbani. Na wale wengine wakainfect wale wengine wote wakashout wakasema tutaenda nyumbani. Mwalimu Amunga, ulisambaa kule mitandaoni wakati ambapo ulisema shida ni kubwa zaidi ya kile ambacho tunaona haswa katika kufinyiliana kwa jinsia moja katika masuala ya mapenzi kwa kile kinafahamika kama lesbianism and homosexuality. Ni kitu ambacho kimeingia shuleni na ni swala ambalo wazazi, walimu, they are not ready to confront it pamoja na serikali. Ni kitu ambacho huenda ndicho kinachangia mahali ambapo tunaona kwa njia kubwa. Naam, asante sana. Na mwenzangu Maina ameongea pale na akataja kwamba shida ni teknolojia na mambo ya mitandao. Lakini kidogo tu natofautiana naye. Nakubaliana naye anaposema kwamba mambo haya yalianza kitambo, si juzi. Mitandao ni ya juzi tu. Lakini mambo haya yanayoendelea katika mabweni yetu, katika shule zetu, kiini na ukiangalia the common denominator. Kitu kile ambacho kinaleta migogoro hii kila wakati, kila mwaka tunapopata, huanzia kwa mabweni. The dormitory section, ambapo watoto hulala, tunaita majumba ya kulala kwa watoto, mabweni. Hapo ndipo kuna kizungumkuti. Manake wakati wote tunaposikia kwamba shule imegoma, jambo la kwanza la pili utasikia bweni limechomwa. Leo kule Agoro Sare wamechoma mabweni, kule Kisii High School leo wamechoma bweni. Juzi pale Alliance Boys walianza kuchoma mattress pale kwa mabweni. Pale Utumishi Girls ile ambayo tumeongelea mara nyingi ni mabweni. Kwa hivyo chanzo kabisa, hata wachana na mambo ya mitandao. Tuulizane shida inaanzia wapi? Where is the source? Yule mzungu yule Rebman ama walikuwa kituaje wale spec. Walipokuja walikuwa wanatafuta the source of River Nile. Wanatafuta mpaka wapate huu mto mkubwa unaanzia wapi. Shida hii ni shida kubwa sana. Hatuwezi kuanza kukata matawi kwa kuanza kutaja tu vitu vya juzi hivi. Shida iliyopo katika shule zetu inaanzia pale katika mabweni. Ndiposa lile janga la pale Utumishi lilipotokea, na mimi nimefanya na walimu mara nyingi sana, na I'm in touch with teachers. Mara tu mgomo huu ulipotokea ama shida hiyo ilipotokea, I was in touch with teachers at Utumishi Girls. Na walimu wakaniambia, wajua jambo linaloendelea pale katika mabweni, ndiposa tumeweka paka CCTV cameras inside the dorms. Manake tunataka kudhibiti hali fulani ya nidhamu katika mabweni. Manake mabweni ndipo chanzo, shetani niseme hivyo, na hapo ako pale. Baadhi ya wazazi wanasema, na mitandao mumeona, wanasema actually it's time watu wafikirie do away with the boarding schools. Naam, ukweli naweza malizia tu pale kwa kusema
tunapoongea kuhusu boarding, tujiulize hata sisi walimu. Mimi am a trained teacher, nimetrain miaka kadhaa sana kama mwalimu, but I was not trained for housekeeping. I was not trained for boarding, to be a janitor. I have nothing. In fact, I've been a boarding master in all our high schools in our country. But I was a boarding master just appointed. No, sina chochote, sina cheti kama mwalimu to show that I'm good in housekeeping, in boarding, in mambo ya chakula cha wanafunzi. Kwa hivyo badala ya kudo away with boarding schools, hawa walimu pia wakuwe trained. Either walimu wakuwe trained or we outsource. Utapata kampuni kubwa kama hii ambayo tumekaa, kuna vitu vingine kama security. You outsource security. Yani kama mambo kama mabweni, like even the universities now are doing, the housekeeping ya mabweni katika vyuo vikuu is not run by the vice chancellor of the university. Wacha nimlete pia mwalimu naitwaje Maina kuhusiana pia na hili. Anasema shida inaanzia kwa mabweni, na ambapo wengi wa wazazi hawapo, walimu hawapo, kumaanisha kwamba ni watoto wenyewe wapo pale. Lakini nakumbuka nikiwa boarding, manake nilisomea boarding, kulikuwepo na matron ambaye kama weekend tungekaa chini, na pia walimu ambao tungekaa chini. Actually we had specific teachers wenye walikuwa assigned kuja kutuongelesha wakati tumebaki, wale wengine wamekwenda nyumbani. What is the solution? Is it to do away na masuala ya boarding, ama tufanye namna gani? Manake kule kuna shida. Hebu rudi nyuma kidogo, hata nikisapota Munga, ni kusema ya kwamba hatuna wafanyikazi waliotimika kabisa katika masuala ya kuangalia usalama wa watoto shuleni. Utakuta shule nyingine zimeajiri wale wasee walio wameseeka sana, ndio mawashiman huko katika ile shule. Kwa hiyo kwa sababu watalipa pesa nafuu. Na hiyo nitarudia serikali kidole, kwa sababu serikali haipeani capitation ya security katika shule. Na sasa unaona sasa sisi tukisema hivyo, serikali inasema sisi tunasema tu, lakini kama wangekuwa serious tungetaka waongeze pesa capitation ya kuangalia usalama wa watoto. Kwa sababu kama mtu mmoja katika Kenya anaangaliwa na askari zaidi ya 20 na wao watoto 100, wanatakiwa adikiwa askari, hata kama watadikiwa askari 50 ama askari wetu waashe, kwa sababu utakuta ya kwamba wakati wa asubuhi, wakati magari inaangaliwa zaidi ya watoto. Sasa mimi ningesema ya kwamba bweni iko na shida, lakini ningetaka kurudisha nyuma kidogo. Watoto hawa wetu wanajua, wana akili iliyo nyepesi sana. Wanajua tukishoma bweni hakuna pahali ya kulala. Hiyo ndio mwanzo. They know wakishoma bweni lazima waende nyumbani, kwa sababu kitabu hiyo bweni itengenezwe watakuwa nyumbani. Mimi niko katika hali mashauri ya shule kadhaa, na niko naangalia shule zote katika Kiambu kama katibu mkuu, na naweza kuambia nimeenda shule nyingi, na hata nikiangalia kama kuna shida ama hakuna shida. Na umetoka kwa shule sahihi hakuna shida, lakini kitabu kidogo watoto wameanza kusema wanataka kwenda nyumbani, na hakuna kitu wako naye. Ni shule zile the best schools, tuseme shule za C1, watoto wameenda nyumbani katika Kiambu, utakuta wameenda na hakuna kitu wamekosa, kwa sababu sio chakula. Kwa sababu tukisema kuna shule ambao huenda na hiyo wanasema ni chakula ambayo haijapigwa na usalama. Lakini kama hiyo lakini malalamishi yao saa hii utakuta ya kwamba shule fulani ilienda, kama ni wa fulani na fulani wanasema shule fulani ilienda, na huku ndio girlfriend zetu wako. Sasa kuna shida kubwa ya sexuality katika shule kushinda vile tunataka kuongea. Na tuseme ya kwamba hata hii lesbianism na lesbianism na gayism ni kitu tu ya kuletwa tu, kwa sababu gayism hata huwezi fukuza mtoto kwa shule kwa sababu ya gayism, kwa sababu hujamkuta na mwanaume kwa kitanda. Lazima ukimkuta na mwanaume na mwenziwe kwa kitanda, sio sema sasa nimkuta na mwanaume kwa kitanda. Msichana kama wewe tuseme sasa ukuta na mwanaume na msichana mwingine kwa kitanda, inakuwa hiyo sasa kuna ushahidi. Lakini si ushahidi ati unaweza simama kotini kama mlikuwa na msichana kwa kitanda, watadhibitisha namna gani? Because hii mambo ni dogmatic, na ujue ya kwamba nchi yetu hata imefanya sahihi kwa yule uhuru wa mtu mmoja.
Na hiyo ni mambo inajulikana kwa kila mtu. Sasa wale wasichana, wale watu wanajua, wale watoto wanajua hivyo. Wanajua nchi nyingine ina namna hiyo. Utakuta sasa mambo ni magumu sana. Kwa hiyo mimi ningesema serikali iangalie watoto mimi singesema waende nyumbani kwa sababu wengine wanaenda. Wale wanataka kusoma wasome. Lakini wale wakirudi nyumbani wapatiwe nidhamu ya kutosha kuoneshwa ya kwamba kusema unaenda nyumbani sio vizuri. Kwa sababu tumefanya nyumbani zetu siko na maruniga ya 65 inches, maruniga ya those kind of big screens na screens kwa nyumba. Sasa nyumbani kumekuwa salama na kumekuwa bora kushida shule. Sisi wakati tulisoma shule ndio ilikuwa bora. Sisi tu kugoma na shule ndio ilikuwa bora. Chakula tumarenzi, chakula ilikuwa kwa shule na tulikuwa chakula sio hizi na sisi hatu kugoma. Hata tungefanywa nini hatungegoma kwa sababu nyumbani ningeenda kulia. Lakini sasa saa hii hata mtoto wangu mwenyewe atataka aende kuja nyumbani, kuna wifi, kuna kila kitu, kuna kila binu. Sasa tunaweza kusema hiyo inashagia kidogo sana. Hiyo haishagii sana ati kusema shule nyumbani ni bora, lakini utofu wa nidhamu na kutaka mimi nitasema hivi. Hawa watoto wako past adolescence. Wengine wako adolescence. Na Mungu atasema kuna crisis inakujaga na adolescence. Na ambayo walimu wanafunzwa hata wakati ambapo they are being trained. Yes, lakini sasa hiyo is neither here nor there, lakini is also a small contributing factor. So there is some atrocity. Kuna mambo mengi inarudikana inafanya watoto hawa wetu kwa sababu samani walikuwa wanasema ni mtihani. Sasa hii ni second term. Second term kulikuwa na mitihani fulani. Lakini mitihani hata kabla haijafanya unaona kama utumishi utakuta kama walikuwa nasema kuna wakati date ya mtihani ilikuwa imebadilishwa. Utakuta shule zingine wanasema hatutaki kufanya mtihani saa hii, hatutaki kufanya. Wengine wanasema hawataki kamwe. Kwa hivyo inakaa ni kama swala la parenting, mwalimu wa Munga. Ni kitu ambacho tunastahili sasa kuanza kuangalia malezi kutoka nyumbani. Manake unaweza kuwa umemlea mtoto wako vizuri, lakini wakati mwingi 70% or even 80% ya time yake ana spend shuleni. Meaning kwamba influence yake nyingi anapokea kutoka kwa environment ambayo yupo ndani yake. Na amesema vizuri mwalimu Mr. Kamau kuhusiana na swala la kuhusiana na swala la absent parentism. Ile unapata mzazi wa millennials hawako kuwa na watoto wao, wengi wao. Na nikawa nikifikiria suluhu itakuwa gani? Manake wengi huwezi kulea mtoto wako na ule wa jirani. Ni kweli. Kweli chanzo kikubwa nilipo hata sema mambo ya mabweni inaanzia kwetu nyumbani. Sisi kama wazazi, watoto wengi wale unapata katika boarding. Watoto hao wengi ambao wanakuja katika shule zetu, ukiwauliza kwa mambo kuhusu wazazi wao, unapata kwamba mimi mwalimu nimekuwa ndio mzazi wa huyo mtoto, because I spend most of the time 9 months of the year na yule mtoto katika shule. Na ukienda kule nyumbani mzazi ako very busy. Mzazi ana hustle, anatafuta pesa, na mara nyingi ataacha yule mtoto tu pale na pengine mfanyikazi na vile anavyosema na runinga, kuangalia TV na kuangalia mitandao TikTok na kuangalia Instagram, na hii imejaa mambo ya ajabu. Mimi nilishtuka sana kwamba watoto wanapokuja pale katika shule zetu za mabweni, wale watoto wanajua mengine mengi hata kuliko mimi. Manake wako very exposed kwa mambo ya mitandao. Hata ukiangalia composition, unaposaisha insha ya mtoto, unapata mtoto anaongea vitu ambavyo ni vya hali ya juu sana kimaisha. Mimi mara ya kwanza kabisa kusikia kuhusu jambo la watoto wavulana kwa wavulana ama wasichana kwa wasichana, gayism na mambo hayo, nilikuwa mtoto aliletwa mbele yetu katika disciplinary committee na akaanza kudescribe. Tulipompeleka mbio akaanza kusema yale yanayoendelea katika mabweni. Na akaanza kutueleza jinsi wenzake walimshika, wakamuingiza katika grupu hii, wakamwambia you'll be my mother, I'm your mother, wewe utakuwa dota yangu, utanioshea nguo zangu na chakula changu utakuwa unaleta. Yule form 4 ama yule wa grade ya juu, hasa anachukua wale ambao wanaingia. Hasa anachukua mmoja kwa hao, alafu wanawafanya sana kwa kama mke, kama mtu ambaye anamlindia vitu vyake. Na mambo haya yanaanzia kwa mitandao vile alivyosema. Manake yako katika vitandao, yako katika runinga, vipindi tunavyoona. Unapata kwamba mtoto amekomaa kiakili. Anajua kwamba nikifanya hivi, na anavyosema
kumbana yule mtoto, hata kumfukuza kutoka shule kwa sababu la jambo la tuseme lesbianism is very difficult, because first of all, how do you prove when you even bring the parent for the case? Mtoto anakuuliza unasema nini? Mr. Munga, what are you telling me? Ati mtoto wangu anafanya nini? So even the parent doesn't believe. Manake mtoto, parents, most of our parents are totally away from their children. They don't know much about their children. Watoto wanalelewa na runinga, watoto wanalelewa na TikTok na vitu vingine. So mzazi anapokuja shule tunajaribu kudescribe, this is what's happening in our dorm. Yes. Watoto wanashikana hivi, wanafanya hivi, mambo yanakuwa hivi, hata katika shule nyingi sasa hivi. Hatukubali ndizi kuletwa katika shule, hatukubali test tubes zinapotumika katika lab. Tunahesabu, mtoto anakuwa frisked. Maanake hatutaki zitoke katika, imefika mahali mpaka matunda katika mashule mbalimbali. Hatuwezi peana tunda katika dining hall. And these are things that are happening now. And I want the Kenyans to listen to this very carefully. These things cannot, we as Africans, mambo kama haya we can't talk them. Shikilia hapo ni mlete Paisley kutoka Nandi. Paisley, wapo unanipata? Kauli yako siku hii ya leo. Hello. 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 Kauli yako siku hii ya leo tunakusikia vizuri. Habari ya jioni. Nzuri kabisa. Nimesikia kipindi kuhusu shule. Nimepata nimekuwa nikiwatch. Hello. Hello, tunakusikiza. Asante sana. Nimekuwa nikiwatch hii TV 47. Nikasikia maneno ya shule. Ulikuwa na swali gani ama maoni yako ni gani? Maoni yangu kabisa ni kuhusu, nimesikia sijashika jina sana, maneno ya capitation. Yes. Maneno ya watchman. Waongeze maneno ya matron. Waongeze wakuwe karibu 3 4 kwa shule. Unaweza pata watoto karibu 600. Na anasimamiwa na matron moja. Sasa uweze ukasema matron moja anaweza kusimamia watoto 600 kwa bweni moja, yani kwa shule moja. Waongezewe wakuwe 3 4 ama 5. At least wakuwe 1 per 100 students. Waweze wakapata kuongea nao, kupata nafasi ya kukaa nao vizuri. Lakini ukipata mmoja aweze akakidhi mahitaji yao 600, 800, hata 400. Asante sana. Asante sana Paisley kwa kauli yako siku hii ya leo. Anakubaliana na nyinyi kwamba mgao wa serikali haswa hiyo inayofahamika kama capitation inastahili kuongezewa, wakiwa na lengo ya kuongezea wale ambao ni walinzi na matrons na patrons wawe wingi zaidi, manake kulingana na idadi ya wale ambao ni wanafunzi katika shule mbalimbali. Tunakubaliana na hilo. Kuna kitu ambacho tulikuwa tunaangazia kuhusiana na malezi yenyewe na jinsi ambavyo mahali tunajipata, na nikakumbuka pia kuna wale ambao tukizungumzia bado masuala ambayo yanaendelea katika bweni. Kuna wale ambao walikuwa wanapinga vikali sana, wakisema kwamba shule hazistahili kukuwa na hizo cameras katika dormitories, kwa kile ambacho wanasema ni uhuru ama ni ile privacy ambayo inahitajika kwa wanafunzi. Kwa nikifikiria, na endapo hatutakuwa bado na hizi cameras, kesho tutakuja hapa kusema cameras zilikosekana. Ni kipi ambacho kinastahili kufanya? Kusema kweli, hata si shule nyingi sana ambazo ziko na cameras. Ni chache tu. Mimi nakumbuka tulikuwa nazo. Zipo na cameras hizo kuwekwa kwa dormitory bila shaka si jambo nzuri. Manake hatuna kujua nani anatumia hizo kamera, nani anaziangalia, nani anazichunguza, na hata anapozichunguza hiyo data yote ataifanyia nini
hapo mbele. Unajua there is something called data protection. Kuna mambo mengi tu ambayo kisheria si vizuri sana. Lakini ndio ni njia moja ya kudhibiti mambo yanaendelea katika mabweni. Nimalizie tu kwa kusema hivi kwamba another problem, na nimesikia huyo aliyeongea akisema the biggest problem also in our dorms, Bwana Maina, is congestion. Mimi kama mwalimu, hata mahali pa kupita, hata kutembea katika lile bweni, wale watoto, kuna shule tu hapa karibu Nairobi tu, na sina haya kutaja, unapata kwamba mwalimu walifika mahali wenyewe wakasema kwa staff meeting, Madam Head Teacher, Principal, stop admitting more children in this school. Watu wanalipaka kwa abolition block, mattress zinawekwa, jioni wanasongesha ile mifereji ili watoto walale ndani ya abolition block. Watu wanalala katika corridors za shule. Ukiona ile video ya utumishi girls, watu wako kwa corridor, in corridors. We are talking about a school like say even Alliance Girls, nimesikia, na Alliance Boys walikuwa wanataka kuchoma juzi. Unapata kwamba they were supposed to take 500 children this year. They took 1,400 children. Now you as the head teacher, hata kama utalaumiwa, wamekupatia watoto 3 times the number that you are expecting. Na hakuna new infrastructure, hakuna vitanda, hakuna dormitory nyingine. Ndio unapata kwamba mimi ulaumu vyama kama vya akina Maina huyu. Na yuko hapa. Mwalimu Maina yuko hapa. Acha nikwambie. Unapata kwamba hawa kama the people who are supposed to take care of parents issues in schools, the first thing they should be talking about is congestion in these schools. Unaweza kubali namna gani mtoto wako alale kwa bweni ambayo inatakana ibebe watoto 100, watoto 500 wamelala pale. And none of this association is talking about it. Nobody is talking about it. Even government wanapotumia, wajua wanasiasa wanatumia education for political reasons. Free education, mara sijui 100% transition. Kila mtoto aingie katika shule. Watoto wote wanaingia shule gani? Wanaenda kulala wapi? Nani atawafundisha? Watakula nini? Nani ndio mpishi? In a school in Western, a girl school in Western, watu wanapiga laini for 2 hours to use the sanitary facilities, yani vile vyumba vya ustaarabu. Girls line up to use the toilets for almost 1 hour. So you can imagine, and the parents are not talking about it. They don't even seem to know about it. And the government, of course, does not even allow nowadays cameras or news people to, even we parents are not allowed to enter the dorm area of where our children are sleeping. Mimi siwezi kukaa mahali ambapo sioni mtoto wangu analala wapi ukweli. I think ameibua kitu kikubwa kuhusiana na nyinyi ambao mnasimamia hizi shule. Umesema unatua hizo shule, lakini ukweli ni kwamba kuna shida ambazo they seem not to be getting to parents jinsi ambavyo inahitajika. Johnson kutoka Eldoret, kauli yako siku hii ya leo ni gani? Johnson? Yes. Zima TV manake sitaweza kukusikiza wakati ambapo unajisikiza. Nishaweka on. Aya, twende kazi, kauli yako. Okay, sawa. Hamjambo? Hatujambo. Huyu ni Johnston kutoka Eldoret. Ningeweza kuchangia kidogo kuhusu mambo ya shule. Mambo muhimu ile naona ni corruption, sababu unapata mtoto anachukuliwa na marks kidogo, mwingine na ile marks kubwa, alafu anakuja anaweka watoto wote wa shule moja, sababu anakimbilia sababu ile promotion ya shule. Kila mmoja anajua nikipeleka yule mtoto wangu shule atapita. Zile shule zingine inakuwa sasa hawawezi wakaziweka kwa ile level ya juu, shule zote zifanane. Shule zote zikifanana na marking ya mtihani iwe sawa, hii mambo yote itaisha, sababu hakuna mtu atakuwa anakimbilia Alliance, hakuna atakuwa anakimbia Lugulu. Kuna shule nyingine yote ile ambayo atafuta shule zikakuwa zile ambazo nzuri. So hiyo mimi naona tu. Okay, asante kwa kauli yako siku hii ya leo. Umemsikia jinsi ambavyo amezungumza wakati ambapo unajibu hilo ambalo mwalimu Munga alikuwa ameibua kuhusiana na kuwa mnaona shida lakini mnazilalia kidogo, mnakosa kuzipeana mbele. Ningetaka nimjibu, nimwambie hawezi kulaumu sisi, angelaumu serikali.
sisi kama chama cha wazazi tuko na sauti. Tumezungumza hayo mambo mara 101. Tumeona watoto wamebana, naye anasema ameenda. Na wewe ukiwa mzazi hauna alternative, hauna pahali utapeleka mtoto pahali pengine. Sasa the back falls back the government. Wao ndio hawajafanya vile inatakiwa. Kama ni ratio ya toilet inajulikana ni kitu gapi. Na shule ambayo haina ratio ile inatakikana, inatakiwa ifugwe. Kuko na health staff, hawafanyi hivyo. Sasa vile nasema hata kama niuge hiyo mzazi mkono ni ya kwamba shule sigesawasishwa. Siwe sawa. Na yeye anajua hiyo haiwezekani kwa sababu kuna wale ni watoto wa kina fulani lazima waende ile shule fulani. Mwalimu wa utumishi alicho akasema mimi hakuna mtoto niliadmit hapa, nilitoa watoto kutoka Jogoo. Sasa Amunga alaumu Jogoo, kama yeye anaopa Jogoo, mimi nitalaumu Jogoo. Yeye anaonekana anaopa Jogoo. Kwa sababu Jogoo ni wao hawafanyi. Sisi tungepewa pesa, tungekuwa tumejenga kila bweni, tumedecongest kila shule, watoto wamelala kama wako Hilton. Umesema ministry. Ministry. Ndio kitu ambacho hawataki kusema. Aseme Bitok, asabie Bitok, amwambie wewe Bitok, wewe ndiye huja facilitate shule. Kwa sababu hiyo ndio the truth. Na sasa kwa jua Wamunga ni mwalimu anajua ataogopa kusema hivyo. Mimi nitasema hivi. Sisi kama chama cha wazazi tumesema mara nyingi tukawaambia nyinyi decongest schools. Na mtoe watoto kwa shule. Kuna shule zinafungwa sasa. Na Wamunga anajua hivyo. Kuna shule zimefungwa wakati umekuja hii mfumo wa pathways. Yes. Kuna shule hazikupata watoto. Na sio moja. Sio mbili. Kama Kiambu kumefungwa shule kadhaa. Na ni kwa sababu hakukuwa na watoto pande ile. Kwa sababu watoto C1 walifanya hivi, wakachukua watoto haraka. Hata wale huyo mzazi amesema, hata wale hawaku wamehitimu kwenda kule kwa sababu ya pesa. Unasikia? Na mwalimu atasema kama sio kweli. Kwa sababu ya pesa ndio wapate pesa nyingi, kwa sababu serikali haifadhili elimu ipasavyo. Yes. And that is the keynote. Sasa serikali kama ifadhili mtoto iseme mwaka huu tutajenga show misara yote katika shule, ndio ratio ya kwenda show iwe, because that is very important. Hiyo ni hygiene ya mtoto, na hiyo inaweza kuleta pressure kwa vijana na waseme wataka kwenda nyumbani, kwa sababu kuna mtu anataka kukaa pahali kuna nuka vibaya, kwa sababu that is stress, it is causing stress. Hiyo congestion in the dormitory is causing stress. That's true. Na shule zote they are congested. Hakuna shule saa hii is not congested. I'm in a school, I'm also in a school. Kwa hivyo tunastahili kuangazia hii shida yote inatoka kwa Wizara ya Elimu. Inatoka kwa Idara ya Elimu, inatoka kwa wakuu wa serikali, kwa sababu hapatiani ufasiri wa kutosha katika watoto. Elimu imechukuliwa mzaha, elimu haichukuliwi kama ndio muziki wa taifa. But budget kubwa, hata ukiangalia katika budget ambayo inatolewa saa hizi, na kwenda kwa elimu, hiyo ni a drop in the ocean. Na ile pesa nyingi inaachwa Jogoo ya activities. Hiyo ni activity ya wapi? Utakuta ya kwamba kuna pesa zinaishwa Jogoo za activity na ati ya national. Na tena mzazi anaitishwa. Mzazi ndiye ameshoka. Mzazi ameshoka kama ile puda unasikia ilikuwa inashoka. Ile chuba puda ya nini? Ya medali. Ati puda imefanya nini? Imeshoka. Kwa sababu mzazi, huyu ni mzazi. Lete pesa ya nini? Sakaja CBC, lete pesa ya project, lete pesa ya serikali is not giving project money. Na kama unataka kwenda Singapore, kama Singapore ni project, sasa unasema Singapore na mtoto zetu wakati tunafanya ati sheka, unaona sheka ni kitu inatengenezwa na nini na bottle tops. Na Japan wakifanya hiyo ama Singapore wanaonyesha mtoto kutengeneza tabra. Na zinaonyesha kutengeneza mtoto kitu ambayo it is outdated. At sheka ati ya ile ya bottle tops. Sasa hiyo ni Singapore. Sasa lazima serikali iwashe msaha kwa elimu, kwa sababu si wazazi hata sisi tunajua ni msaha wako naye. Hakuna kulinganisha sisi na taifa iliyoendelea. Kama sisi tutakuja tunatengeneza ile nini hiyo shakers za bottle tops, hata sisi tunaenda Singapore shakers bottle top. Sasa hiyo ni mzaha aina gani? Kwa lazima wawe serious na education. Umeamua kukasirika. Sio kasirika. Naongea kama tu wazazi wote vile watu. Amesema shida kubwa ipo katika Wizara ya Elimu na pesa nyingi zinasalia pale Jogoo House katika pesa ambazo zingekwenda kwa shule, na anasema cha msingi ni kwamba yale mandhari ambayo wanafunzi wanajipata ndani yao ama the environment inawapa pressure
kufanya mambo mengine. For example, nilikiu kwa chakula sijui for how long, nikakiu kupata choo sijui muda upi ninahitajika kufanya assignment ya kwangu, inakuwa alali vizuri, hamna maji, manake hiyo shule kama utumishi haikukuwa na maji. Ni baadhi ya yale ambayo yanachangia. Serikali inajua haya ama ni mchezo? Serikali inafahamu vizuri sana. Na wacha nikuambie, kuna wakati yule Bitok, au umesema mimi naweza muogopa, si muogopi. Bitok Ichung'wah aliongea pale wakiwa Naivasha kwa mkutano, akasema one of the most clueless permanent secretaries of education ni huyu Bitok tuko naye saa hii. Huyu jamaa wetu, wakati utumishi girls inaungua, yeye alikuwa na campaign huko Uasin Gishu, and he was actually singing vitu ya campaign kule. This is a type of a person. Ukikumbuka zile siku za kina Magoha, zile siku, mimi I'm not campaigning for anyone, but with that kind of inspection in schools, kuna watu wanaitwa quality assurance inspectors. Wale watu since 2020 after COVID, hata mmoja wao kutoka Jogoo, unasema Jogoo, kuja kwa ile shule nafundisha mimi, si waoni. Unasema shida ambazo we have no inspectors coming to those schools. Angalia, wanatuambia kwamba there is a manual that all boarding schools must follow before ujenge shule la bweni, mambo ya milango kufunguka nje, mambo ya nini kufanyika. They give those policies but they don't come to enforce them. Nobody comes from Jogoo House, wakija pale wanakuja kutafuta envelope, ile brown envelope, kujua tumekuletea watoto wangapi, utapata capitation ngapi, sisi tutakula nini pale. What is going on? Na mzazi amesema pale is corruption, na ile corruption imeingia katika shule zetu, na wale watoto wetu si wajinga. Mtu alisema kwamba wajinga waliisha Kenya, na naweza sema katika runinga hii wajinga waliisha katika mashule zetu. Unapata kwamba wale watoto wetu they are more clever than some of these people think they are clever. Kwa wale watoto wanajua kwamba kuna mtu anawacheza, kuna kamchezo kanaendelea hapo. The moment you put over 5,000 children in one place with one headmaster, with one matron, even a matron who's not even trained in terms of those kind of things, with no firefighter, no nurse, no nothing, wakuwe pale tu. Umesema utumishi ni kiduchu tu, it's just a tip in the iceberg. Tip of the iceberg. Ukweli ni kwamba what is happening in our schools is failure of the Ministry of Education. It's a reflection. When capitation doesn't reach schools on time, unafikiri wale walimu wakuu watalisha aje wale watoto? Watanuliaje sabuni ya kuosha vile vyumba vya ustaarabu vya choo? Watatupata wapi pesa ya watchman? Watapata wapi nurse? There is no water in Utumishi Academy, no water in Kakamega High School. Watoto wanalala wiki mbili bila kuoga, and you want to expect them to just be singing songs of political songs for you. They will not. Haitawezekana. Wakati ambapo tumelizungumzia hilo, linakaa kuna mengi tu ambayo yamenyamaziwa na ilhali wanajua ukweli. Nimemsikia PS Bitok kwa dakika moja tukikamilisha, manake muda wangu umekwisha, akisema kwamba hawata kwenda nyumbani. Na nilikuwa nikifikiria the unrest also it seems kwamba haishi. Suluhu ni gani kwa sekunde 30? Hatuna suluhu, kwa sababu sasa suluhu itakuwa ni kufadhili shule. Unajua ni vizuri kuongea ukweli. Hakuna suluhu saa hii kwa mkono ya mtu ama kwa akili ya mtu. Suluhu itakuwa ni kuwekeza pesa katika mashule, tuwe na misahara iliyo sanifu. Hata kama itakuwa hawataweza, iweseme vile kwa maandishi nasema, at least kwa boarding schools kuwe ni 30 student kwa msahara moja. 30. Sasa hii unakuta 120 ama 120. Sasa vile Mungu alikuwa anasema, unafikia 120 kama mkipata na msahara wakati wote, na mwili lazima upate na haja. Sasa nasema ni lazima mambo ya siasa itupwe bari, mambo ya bunge irudi bugeni, iseme ya kwamba iongeze budget ya shule, wadicogest shule, ama waweke policy ya shule, waseme ya kwamba sile shule ambayo hazina watoto sasa wachukue watoto wale wa facilities zile shule, ndio tuwe na nafasi ya kutosha. Kwa hivyo hata haiwezi koma hapo, kwa sababu hakuna pesa za kutosha. Ninajua ni wakati wa campaign, na wanasiasa wetu wakome kuongea mambo ambayo hawatatekeleza. Hapana, hata hiyo mambo ambayo inafanya watoto wetu nao waige mfano yao. Na ndio kwa sababu ukiona watu wanasema haki zetu ni kuhakisha moto, na watoto wanasema ni kuhakisha nini? Moto. Because the examples they are picking them with. All right. Ni wale watu sasa wanajua muda wangu umekamilika. Mimi nimeweza tu kwa kusema hivi. Muda wangu umekamilika. Kitu niliseme tu ile jambo. Teachers, msitishwe na yoyote kutoka kwa Wizara ya Elimu kwamba
mtafutwa kazi kama bweni litachomeka. We are not firefighters as teachers. We are not trained to be firefighters. Kazi yetu pale katika zile shule is to teach and go home. Asante. That is what we were taught in the university. Sisi hatukufundishwa kuwa DCI, to investigate wars, to burn a school. Sisi walimu hatukufundishwa kuwa nurses. Sisi hatukufundishwa kuwa firefighters. We were only taught to teach and go home. Asante sana. Ninaona ni kana kwamba nitatafuta kipindi bora zaidi tuendelee kujadili haya, manake it seems kuna shida ndani ya hili jungu la elimu. Asanteni sana kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Asante sana wewe uliye nyumbani kujumuika nasi siku hii ya leo. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Catherine Smalowe. Kwa heri kwa sasa.